Yes, mambo vipi mwanafamilia wa Rick Media? Leo nimekuja kutembea hapa magari sokoni, tufahamu vitu vingi sana kuhusiana na magari. As you know, trend ya vitu vingi vya magari vimekuwa vikizungumzwa huko, na vijana wa sasa bana wanafanya vitu vyote, lakini mwisho wa siku lazima upate ndinga. Yani ndinga imekuwa tena sio starehe wala anasa, imekuwa ni kitu cha lazima uwe nacho kama kijana au mwanafamilia. Of course, kama binadamu wa kawaida unatakiwa uwe na gari bwana, kwa sababu ni kitu muhimu sana kwenye maisha yetu ya kila siku. So nimekuja hapa magari sokoni, nakwambia hadhi ya nyota 5. Ukiagiza gari hapa basi unakuwa na uhakika kwamba hii gari niliyoagiza haina kipengele chochote. Mzee wangu, mambo vipi? Safi boss, kwema. Kwema, watu wanakufahamu kama magari sokoni. Hivi jina lako kabisa watu washalisahau sasa, leo shikaji ya nini? Jina langu kabisa ni Samson au Sam. Kwa kifupi wengi wanakuita Sam. Okay. Yes. Sawa. Sam. Mimi ni moja kati ya watu ambao nimeshuhudia jinsi ambavyo wateja wanakuamini kwenye biashara nzima ya kununua na kuuza magari. Basically, nimeangalia growth yako since unaanza magari. Sasa hivi unauza magari ambayo kimsingi magari mengine yale sasa hivi sio dili kwako. Sasa hivi una magari fulani unayauza, magari ya hadhi kubwa sana, which inamaanisha kwamba watu wanakuamini. Kama mtu anaweza kukupa milioni 500 umwagizie gari, basi ni mtu ambaye amekuamini sana. Nataka nifahamu, kuna mtu leo hii anajichanga huko, anataka kununua gari, anakuja hapa ofisini kwako, kitu gani ambacho huwa unamwambia ili hiyo gari atakayoiagiza asije kujilaumu, au baada ya siku 3 anakuambia bwana, mimi naiuza hii gari tena? Sana kitu cha kwanza, mtu ambaye amekuja afu yeye ni mgeni kwenye issue za magari, cha kwanza napendaga kusikia kwamba yeye kuna gari lazima, of course kichwani mwake alikuwa anaifikiria. Of course hajui magari, lakini moyoni kuna gari ambayo huaga kikaaga na sana hii gari naipenda. Kwa hiyo nikishajua kwanza moyoni mwake kuna nini, kwa sababu nipo kwa ajili ya ku satisfy demand ya mteja. Kwa kisha niambia bwana, mimi gari ambayo naifikiria ni gari fulani, then hapo naweza nikajua kuanzia hapo hii gari ni mshauri kwamba ni gari ambayo itamfaa, nikiangalia labda na yeye ni mgeni kwenye magari au haitomfaa. Kwa hiyo nitashauri. Baada ya kumshauri sasa nitamwachia yeye kwenye swala la maamuzi, kwa sababu kishauri huwezi kusema kwamba ni sheria ifuate, ila mimi nitashauri. Lakini akisema bwana okay, mimi hata kama labda gari hiyo nimemshauri achukue gari nyingine, akisema bwana mimi nataka hivyo, then mimi nitamuuzia, ila ushauri na kwa tayari nimeshampatia. Okay. Yes. Sawa. Watanzania wengi wananunua magari kwa experience au wananunua kwa mazoea. Yaani kwamba mtu anakuwa ameona tu IST zinanunuliwa sana, mimi nanunua, au ananunua kwa sababu anajua magari kwamba gari hili ni gari bora. Mimi nilichokuja kugundua, watu wengi wananunua gari kutokana na kitu ambacho tayari alikuwa kilala na kiona, yani ni kutokana na mapenzi. Watu wengi hawajui kwamba gari hii ina tabia gani, ila mapenzi tu. Unakuta kuna mtu mwingine labda kuna gari kaiona, either ashai kupanda, ilikuwa rafiki yake au ndugu yake, kwa unakuta tu from there akaanza kuweka mapenzi kwenye ile gari, kwa anakuambia tu kwamba bana mimi, au aliona kwenye mziki, kwenye TV, kwa inatokana na mapenzi. Sometimes haijagi kwenye kusema kwamba either hiyo gari anaijua kiundani, ila ni mapenzi tu. Bana mimi napenda Mercedes. Ukimuuliza kwa nini unaipendea Mercedes? Ni ile gari naipenda tu basi tu. Umeona? Kwa hiyo mara nyingi inatokana tu na passion ya mtu, yani inatokea tu kile kitu anakipenda, aidha kutokana na the way alivyokuwa anakuwa, anaona watu, anaona wasanii, anaona ndugu zake waliofanikiwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inatokana na influence, mara nyingi ni influence ya mazingira yake na vitu anavyoviangalia. Okay. Yes. Sawa. Watanzania wengi magari ya Toyota ndio magari ambayo wanauza zaidi ya Africa, right? Na Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zina magari mengi sana ya Toyota. Magari ya Toyota ni watu wamekalili kwamba ni gari nzuri kwa mazingira ya Afrika, au kuna magari ambayo kimsingi yapo na affordable na maisha mengine unaweza kutumia kwenye mazingira ya Afrika na ikawa fresh tu? Unajua Afrika sisi tunasema ni nchi nyingi, ni nchi ambazo zinaendelea, sio zilizoendelea. Kwa hiyo watu wengi vipato vyao si vipato vikubwa, lakini pia mazingira ya wabobezi au mafundi wa magari, tuseme magari ya Ulaya, unakuta huku kuna uhaba wa watu wao. Kwa hiyo unaona unakuta Waafrika wengi wanapendelea magari ya Toyota, kwa sababu Toyota ni gari ambayo ni reliable, ni ya uhakika, yani kwamba ni less complicated, kwamba una uwezo, una uhakika kwamba hii gari haitakuwa na mambo mengi nikiwa naitumia, haitakuwa inataka service au mafundi wenye ujuzi wa hali ya juu. Mafundi wa kawaida tu wanaweza kuimaintain, pia haina complexity. Yani complexity inamaanisha ugumu kwenye namna ya kuihandle, haina masharti. Kwa watu wengi wanataka akilala, akiamka anawasha gari anaondoka. Gari ivumilia, hawajaangalia maji. Sasa Toyota imedesigniwa kuvumilia mtu ambaye ni less care, yani hajali
vitu hivyo. Kwa ndio maana wanaipenda, kwa sababu ina save pesa zao nyingi ukilinganisha na mtu ambaye anatumia gari ya Ulaya. Kwa experience yako mpaka sasa hivi katika miaka hii ambayo unafanya biashara ya magari, ni gari gani ambayo imenunuliwa sana ofisini kwako? I say Toyota Harrier. Iwe old iwe new, Harrier imeuzika sana. Toyota Harrier imeuzika sana. Kwenye gari nyingi Toyota Harrier imeuzika. Okay. Yes. Kuna baadhi ya magari yamekuwa na malalamiko mengi sana kwa wateja. Wasikia ile gari bwana ukichukua moto mbona muda wote. Hivi shida ni kwamba tunanunua magari ambayo hayapo compatible na mazingira ya Tanzania au ya Afrika, au ni sisi tunashindwa kuyatunza magari? Mfano, kuna gari hapa zina skendo za kuwaka moto hizi, na mteja mfano anakuja anaitaka hiyo gari, alafu tayari kichwani kwake ana skendo hiyo kwamba gari fulani muda wote hiyo inawaka. Actually ninachoweza kusema, gari kuna mawili. Inawezekana kati, sababu sisi tunatumia magari second hand, magari ambayo yashatumika. Kwa hiyo inawezekana mteja kati ananunua ile gari either ilikuwa tayari ina changamoto ambao yeye either hakuinotice, lakini pia inawezekana pia yeye either hakujua kanuni bora za kuitumia ile gari, akajikuta amekosea, imemletea shida. Either akufuata kanuni bora au akutumia mafundi sahihi kwenye issue za service na maintenance zake. Kwa hiyo kuna kitu kikaenda ambavyo haikutakiwa kwenda. Lakini kusema kwamba hizo gari zinasumbua, mimi naweza ngasema si sawa, si kweli. Ni either alichukua gari ikiwa ina changamoto au yeye kuna mahali alimesa. Ndio maana nikasema kuna aina ya gari ziko complex kidogo, yani zinahitaji ufahamu au uelewa ili uweze kuimiliki. Sio tofauti na Toyota. Toyota ni less complex. Haina vipengele vya kutusa kwamba sijui tutakiwa ujue hiki. Vitu vyake vingi ni ya kawaida. So ni hicho, mimi naamini ni hicho tu, lakini sio kwamba gari hizo zina shida. Sababu gari paka tuna import, mfano mimi na import, unakuta gari ishatembea kule kilomita nyingi. Paka wewe unakuja hapa unaikagua gari na umepata mkaguzi mzuri, umekagua gari, haina changamoto. Ikija kukuletea wewe shida, hapo basi kuna kitu tumekibadilishia hapo gari. Either parts ambazo sio genuine, tukianzia na oil service, oil filter na vitu kama hivyo. Okay. Ni hicho tu. Sawa, kumekuwa na maneno mengi mtandaoni sasa hivi kwamba huyu anasema mfano issue ya Ndaro, sawa? Huyu anasema gari hii ni sawa, hii inauza mfano, hii inauza 130, mwingine kwamba hii inauza 150. Swali langu kubwa, kitu gani ambacho kinatofautisha bei za gari? Zote ni chassis, lakini unakuta bei ziko tofauti. Vitu gani ambavyo vinatofautisha gari kuuzwa bei tofauti wakati gari ni aina moja, mwaka unakuta ni mmoja? Hapo labda niweze kuweka watu sawa. Cha kwanza tunapoagiza magari huko Japani wapi hayauzu bei sawa. Yaani huwezi kukuta Audi Q5 unauza milioni labda hii 50 na hii 50 na hii 50. Yaani zote ni 50 kamili au zote 20 kamili, yanatofautiana bei. Yanatofautiana bei pia, hiyo ni kutokana na quality, kuna grade, kuna vitu vingi yani. Kuna rangi ambazo bei ziko juu, lakini pia features. Kuna gari unaikuta ina leather, kuna gari haina leather. Kuna gari unaikuta ina sunroof, kuna gari haina sunroof. Kuna gari inakuja na tairi mpya, kuna gari inakuja na tairi chakavu. Kuna gari inakuja chini na kutu, kuna gari chini haina kutu. Kwa hiyo ukisema vile pia ukija huku tena kodi. Gari hiyo inaweza kaa na miaka 4 tofauti. Kila mwaka una kodi yake. Hiyo inaweza kaa 2015 ina kodi ya juu. Hiyo inaweza kaa 2014 muonekano sawa, ina kodi ya chini. Hiyo inaweza kaa 2013 ina kodi ya chini zaidi. Kwa hiyo gari kuna factors nyingi ambazo zikicombine unapata thamani ya gari. So yani hatuwezi kusema kwamba kama labda hii gari inauzwa milioni 50 basi showroom zote wanatakiwa wauze 50 kamili, kwa sababu hata walivyonunua hawajanunua sawa. Umeona? Kwa hiyo ni wasaishe tu watu kwenye hilo swala kwamba manunuzi, kodi kutokana na miaka inatofautiana. Kwa gari haiwezi kuwa sawa, kwa sababu kinacho affect bei ya gari ni manunuzi na cost ya kuimport hiyo gari. Ndio inafanya dealer ajue kupanga bei kwamba hii itauzwa kiasi hiki kwa sababu imeingia na kiasi hiki. Kwa hapo unamtetea Ndaro? Of course namtetea, kwa sababu dealer aliyemuagizia Ndaro na yule dealer mwingine ni watu wawili tofauti. Sources za sehemu aliponunua ni tofauti. Kuna website Japan wanauza bei rahisi, kuna website Japan wanauza bei ghali, kuna website za standard, kuna website yani. Kwa hiyo kwa sababu hawajaagiza sehemu moja,
na gari sio moja, bei haiwezi kuwa moja. Okay. Yes. Sawa. Ewa.